Mwaka huu usifanye makosa. Mwezi huu wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne, ukiangalia hata hali ya uchumi, mara nyingi mwezi huu watu wa kwanza, wa pili, watu unakuta wanatikisika sana kiuchumi, kwa sababu kuna changamoto zinahitaji maombi, zinahitaji kwenda vitani, zinahitaji kupigana. Usikae tu, lazima upigane vita vya kiroho. Lazima uweke msingi namna gani utakabili mwaka huu kwa ushindi mkubwa. Mpe Bwana Yesu makofi mengi. Hapa niseme nanyi kidogo. Tulio ndani yake tuko salama. Nataka tusikilize neno la Mungu kama msingi katika mwaka wetu ambao tunauanza. Hebu tuende katika neno la Mungu katika Isaya. Isaya ana mambo mengi ya kuzungumza. Kama nilivyosema, Isaya ni kitabu cha ajabu sana katika vitabu katika Biblia, ni kati ya vitabu vya ajabu. Biblia ina vitabu 66 vilivyoandikwa na watu mbalimbali, lakini Isaya yeye kitabu chake kimoja kina sura 66. Kwa hiyo bado inaleta sura ya kibibilia kwamba vinafanana na Biblia ndogo. Kwa hiyo naweza kusema Isaya ni Biblia ndogo, lakini Biblia yenyewe imegawanyika katika makundi mawili, Agano la Kale na Agano Jipya. Isaya naye imegawanyika hivyo hivyo. Sasa ukisoma Isaya toka sura ya kwanza mpaka 39 inakuwa inaeleza historia, yaani ni mambo ya historia, yaani inazungumza mambo ambayo ukiatilia ni kama unabii na nini. Lakini kuanzia sura ya 40 mpaka 67 inazungumzia mambo ya Agano Jipya. Ndio maana hata Isaya alimuona Yesu akishua magonjwa akisema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Lakini katika Agano la Kale Isaya anamuona Yesu akitabiriwa bikira atachukua mimba. Kwa hiyo inakuwa kama unabii tu. Lakini Agano Jipya linazungumza mambo mapya. Sasa hebu tuangalie Isaya anazungumza nini kuhusu siku kama ya leo ambayo ni siku ya kwanza au ni mwaka mpya. Isaya 43 mstari wa 18 nitasoma. Biblia inasema usiyakumbuke mambo ya kwanza. Usiyakumbuke mambo ya kwanza, wala usitafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, na sasa litachipuka. Je, hamkujua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuonyesha watu wangu, wateule wangu, watu niliojiumbia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zangu. Tusiyakumbuke mambo ya zamani. Tazama, nitafanya jambo jipya. Usiyakumbuke mambo ya zamani. Tutengeneze. Mwaka huu ni mwaka mpya. Bwana ametupa zawadi. Mpe Bwana makofi mengi. Yawezekana mwaka jana ilikuwa wakati mgumu sana, kama mmoja alivyozungumza, changamoto zilikuwepo. Ndio maana Bwana anasema tusiyakumbuke. Maana tukiyakumbuka yanaleta udhaifu tena, kwamba hata mwaka huu labda itakuwa hivyo. Kwa tusiyakumbuke mambo ya mwaka jana. Kwa yale mambo tukiyakumbuka yanatuleta chini sana. Tunajisikia vibaya, tunajisikia wanyonge. Lakini Mungu anasema anataka kufanya jambo jipya. Anataka atengeneze barabara jangwani. Ataleta mito ya maji jangwani. Mahala pakame Bwana atafanya jambo jipya. Kwa hiyo yawezekana mwaka jana umeumia kiuchumi,
na haukuwa mzuri katika maisha yako. Lakini nashukuru sana jana wazee wa kanisa walizungumza katika mpangilio mkubwa sana, wote watatu. Wa kwanza alituhimiza umuhimu wa kuwa na nguvu za Mungu ambazo ni nguvu za Roho Mtakatifu, ili zimwezeshe Mungu kutenda mambo ya ajabu hata kuliko yale tunayoyawaza au tuyaombayo. Lakini wa pili alipokuja akatuonyesha tunatakiwa kuwa na mipango, maanake tuwe na sababu. Biblia sema leta hoja zenye uzito, njoo tusemezana, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Lazima tuwe na mambo na mipango ambayo tunayo mwaka huu ya kufanya, mambo gani litafanya, na akatueleza kwamba tunahitaji kugawanya ile mipango hata katika makundi madogo ili tuweze kuwa na wepesi kuyatekeleza. Mpigie Bwana makofi. Kwa hiyo Mungu anasema tusikumbuke mambo ya zamani, tusikumbuke wala tusitafakari mambo ya zamani, tusiyatafakari. Tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Inawezekana ilikuwa linaonekana limekufa, lakini Bwana litachipuka, litachipuka. Je, hamkujua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani, na wanyama wa kondeni wataniheshimu, na mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu wateule wangu. Sasa kama Mungu anahusika hata na wanyama na anajali mahitaji ya wanyama, si zaidi sana sisi watu waliotuumba kwa mfano wake? Kwa hiyo ni muhimu sana ujue Mungu si Mungu wa mambo ya zamani, ni Mungu wa mambo mapya. Maana Mungu yeye hazeeki wala hazimii. Kwa tunatakiwa kuhakikisha tunakuwa katika mambo mapya. Naomba yale mambo ya mwaka jana yaliyokuumiza sana na yale ambayo yakwenda vizuri katika mwaka huu, hebu haya tusiyakumbuke. Bwana anataka kutenda mambo mapya. Unajua Mungu anapenda mambo mapya. Hebu tuangalie katika kitabu kile cha Ufunuo, mambo mapya. Hebu tuangalie. Unajua nataka nikwambie hivi, hata si kwamba sisi ndio tunapata changamoto tu, lakini hata Mungu naye amewahi kupata changamoto. Utashangaa sasa, unashangaa Mungu anapataje changamoto? Mungu naye aliwahi kupata changamoto. Tutaiona Ufunuo 21. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Haya ni mambo aliyoumba Mungu, lakini yatapita. Nami nikaona ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa na mumewe. Nikasikia sauti kutoka katika kile kiti cha enzi kisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo wala kilio, wala maumivu yatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Nimesema Mungu naye amewahi kupata changamoto. Ukiangalia uumbaji wa Mungu, alipoumba kila kitu alikifanya, tazama akasema ni chema sana, na Bwana akapumzika. Lakini shetani aliingia katika bustani ya Edeni, akavuruga mambo yale ya Mungu ya uumbaji. Ilikuwa kawaida, Mungu alikuwa amemuumba mwanadamu ili wao wanawasiliana naye kila mara. Biblia inasema Mungu alikuwa anamtembelea kila siku wakati wa jua kupunga. Mwanadamu aliumbwa ili awe na ushirika na Mungu, akae na Mungu. Lakini shetani akaingilia, akakata mahusiano ya Mungu na mwanadamu, akavuruga ile bustani ya Edeni, ikaharibika, na nchi nzuri na nchi mpya ambayo Mungu aliumba, na kila kitu kikaharibika. Giza likaingia katika dunia hii.
lakini Bwana anasema hawezi kukata tamaa. Biblia inasema nikaona nchi mpya tena ikishuka, nchi mpya, nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza ile iliyoharibiwa na Shetani imepita, wala hakuna bahari tena. Mungu hakati tamaa, wala hafuzimii, wala havunjiki moyo. Akasema yeye ni Mungu wa kushinda siku zote. Atarudisha tena nchi mpya tena, ambako ndani yake kama ilivyokuwa ndani ya bustani ya Edeni hakukuwepo na magonjwa, hakukuwepo na huzuni. Ilikuwa Edeni ni nzuri. Nchi hii iliumbwa na Mungu vizuri, na mwanadamu hakuwa na magonjwa wala huzuni. Ndivyo itakavyokuwa tena. Bwana atarudisha, na jinsi alivyokuwa akikaa na mwanadamu atarudi tena kukaa nao, maana aliwaumba wakae pamoja naye. Mpe Bwana makofi mengi ya kutosha. Atafuta kila chozi, hakuna atakayekuwa analia. Maana Biblia sema hivi, angalia mstari wa 4, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamepita. Na yeye aketia juu ya kile kiti cha enzi anasema, tazama yote yatakuwa mapya. Mpigie Bwana Yesu makofi. Ninaomba tusiwaze mambo ya mwaka jana. Acha kabisa, acha kabisa. Hata kama ulikuwa na maumivu yale, Bwana ataondoa maumivu, ataondoa magonjwa, ataondoa shida ya umaskini, ataondoa kila tatizo lililokuwa nalo, na Bwana atafanya mambo mapya, maana Mungu ni wa mambo mapya. Mpigie Bwana Yesu makofi mengi sana. Tusitafakari yale mambo yale, usiyawazi wala usiyakumbuke. Mungu anataka kufanya jambo jipya, anataka kutengeneza barabara jangwani, mahala pakame. Ataleta maji, bahari ataileta katika jangwa. Siku moja nikiwa pale Dubai, mvua ilinyesha sana jangwani, nikasha. Mungu anakumbukaga hata wanyama. Kwa hiyo mwaka huu utakuwa tofauti, utakuwa tofauti kwako, utakuwa tofauti, nakwambia. Mpe Bwana makofi mengi sana. Nataka tuangalie mahala ambapo huwa tunakosea. Mwambie jirani, tunataka tuangalie mahala ambapo huwa tunakosea. Ngoja nikwambie, hebu twende katika kitabu kile cha Samueli wa pili. Samueli wa pili sura ile ya 11. Samueli wa pili ile sura ya 11, kuanzia ule mstari wa kwanza, mahala ambapo watu tunakosea. Biblia sema, ikawa mwanzo wa mwaka mpya, nitarudia, hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yobu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakaangamiza wana wa Amoni, wakuhusuru Araba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Hili ndiyo kosa ambalo watu tunafanya. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani mwake, akatembea juu ya dari ya nyumba yake, na alipokuwa juu ya dari akaona mwanamke anaoga, na huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Daudi akapeleka kuuliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, je, huyu sio Bathsheba binti Eliam, mke wa Uria Mhiti? Basi Daudi akapeleka wajumbe, wakamtoa naye akaingia kwake, naye akalala naye, maana yule mwanamke alimekwisha kutakasika kwa na unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani mwake. Yule mwanamke akachukua mimba
Basi Daudi akapeleka kumwambia Daudi, watu mtarudia. Yule mwanamke akachukua mimba, basi akapeleka na kumwambia Daudi akisema ni mjamzito. Ndipo Daudi akapeleka kwa Yobu akisema, nipelekee Uria Mhiti. Naye Yobu akampeleka Uria kwa Daudi. Uria akamwendea Daudi. Daudi akamuuliza habari za Yobu na habari za watu na habari za vita. Nataka niseme hivi, ilikuwa ni kawaida na ni mpango wa Mungu na ni mapenzi ya Mungu kwamba mwanzo wa mwaka wafalme wote waende vitani mwanzo wa mwaka. Kwa nini waende vitani mwanzo wa mwaka? Kwa sababu ili malengo yao yatimie, na mambo mazuri lazima uweke msingi wakati wa mwanzo wa mwaka. Kwa hiyo wahakikishe wameangamiza maadui zao na waweze kutawala mwaka bila shida yoyote. Kwa hiyo inabidi upigane, upanue maeneo, manake utawala wako ukae salama. Daudi hakwenda. Kwa nini Daudi hakwenda? Daudi alikuwa Bwana amemfanikisha. Maana Daudi aliitwa akichunga kondoo, akichunga kondoo. Bwana akampa ufalme na Mungu akamfanikisha Daudi. Biblia inasema Mungu akampa Daudi kushinda kila mahala alipoenda. Bwana akamuinua Daudi. Kwa hiyo Daudi alipoinuliwa, hebu sikiliza vizuri, Daudi alipoinuliwa amefanikiwa. Alikuwa Daudi ni mtu wa vita. Kumbuka Mungu alikataa Daudi asijenge nyumba yake, sababu sema wewe umemwaga damu nyingi, wewe ni mtu wa vita siku zote. Lakini safari hii Daudi akasema mimi napumzika, mimi nakaa nile matunda, maana Bwana ameshanifanikisha, hakuna haja ya kujitesa. Unajua siku za leo Wakristo wengine hata humu ndani wameshafikia kiwango hicho, wanaona hawataki kuteseka sana. Ndio maana hata kama mambo ya maombi usiku hatutaki kuteseka, maana Bwana ameshatuinua. Daudi alikuwa amejengewa jumba la kifalme lenye fahari, limepambwa kwa mbao za mielezi. Biblia inasema Daudi anataka kula maisha, akakaa. Anamwambia mkuu wa majeshi, nenda upigane kule. Haya mambo siku hizi siwezi kufanya mimi, nilishafanya zamani. Akakaa na kula starehe. Kwa hiyo kwa sababu ilikuwa mapenzi ya Mungu aende vitani na kwenda, inabidi apewe kazi na shetani. Jioni shetani akamwambia, inuka uvute hewa safi. Akapanda juu gorofani, akawa anaangalia na upepo unavyokuja kutoka baharini, anavuta hali. Nchi imemkubali. Na wewe nchi imekukubali? Unajua kwa nilikwambia, ndio maana alipopigwa na Mungu ndipo alisema hivi, nilipofanikiwa nilisema Bwana sintaondoka nyumbani mwako. Unajua ngoja nikwambie, unapoanza kufanikiwa ndio unaingia kwenye eneo la hatari kuliko lote. Hatari! Lazima uelewe, adui hafurahii kufanikiwa kwako, anataka kuangamize, akurudishe kule ulikokuwa. Lazima ujue nguvu zako, lazima ujue uwezo wako. Kufanikiwa kwako ni Mungu, pasipo Bwana huwezi fanya jambo lolote. Kwa hiyo Daudi akwenda vitani na akafanya kosa lililomgharimu na familia yake, akazini na mke wa mtu, tena askari wake alienda vitani. Na kwa kosa hilo moja ambalo Daudi alifanya, kutokwenda katika mapenzi ya Mungu, lilisababisha Daudi akavunja zaidi ya amri 6 za Mungu. Zaidi ya amri 6. Kosa hilo moja, alizini, akasema uongo. Maana Uria alipokuja akadanganya, anamwambia nenda, wakati anadanganya akaua. Akatamani mke wa mtu. Unafanya jinsi alivyofanya, akatamani. Usitamani, akatamani. Daudi alivunja
zaidi ya amri 6 za Mungu. Ndio maana zaidi ya zile amri 10 yeye alivunja zaidi ya amri, nusu ya amri, na Mungu akasema nitakuadhibu, nitakuadhibu. Sasa sikiliza, mwanzo wa mwaka ni wakati wa kuangalia sana. Sikiliza, nataka nikupe mfano wa ndege. Ndege, wakati ajali nyingi zinatokea wakati ndege inapokuwa inaruka, inapoanza kuruka, hapo ndipo huwa unaambiwa funga mkanda. Wale watu wa ndege watatokea. Yaani ile ndege ikianza utaona wanatokea wakina dada wazuri wazuri hivi, wamevaa vizuri tu, wanakuja na karatasi hatari. Ndege yetu ina milango mitatu ya kutokea wakati wa dharura. Hapo ndege inataka kuondoka, basi mtaona taa zinawaka, zinaonyesha mahala pa kutokea. Haya, angalia hapa kuna vitu, funga mkanda, funga mkanda. Usivute sigara, rekebisha kiti chako, kaa vizuri. Wakati wa ndege inaunguruma, ile dada yuko pale, na saa nyingine inaanza kutoka, inaenda polepole pale, yeye yuko pale na matangazo, ndiye ndege yetu ina mikanda, funga mkanda. Kuna boya liko chini wakati wa hatari, anakuonyesha vitu vya kuzingatia wakati mnaanza safari. Alafu ndege inaanza kuchukua mwendo. Ikianza kuchukua mwendo kidogo, unamwona amepotea na yeye amekimbia, ameenda kuvaa funga mkanda. Lolote laweza kutokea. Kwa nini wakati ule huwa ndege inakuwa na uangalifu namna hiyo? Ilipojaribu kuruka huwa kuna upinzani. Kuna upinzani mkubwa sana. Hata wewe unausikia mule ndani, kama utafikiri hii ndege inataka kukatika au vipi. Maana inajaribu kutoka inuke kwenda juu, inahitaji nguvu nyingi. Kwa inapokuwa inaenda, wakati ndege inaruka, hakuna mtu wanaongea, watu kimya. Kimya, kila mtu amepotea huko, kimya. Mtu ameshikilia roho yake. Kimya. Hata wale wajuaji hawaongei. Alafu inaanza kufika juu, unasikia inaanza kugonga yale mawingu. Haya, inapitaga yale mawingu yote, inaanza kuyagonga. Unasikia inavyoyagonga. Na unakati unasikia, wakati huo hata kama umebanwa na choo, hakuna kwenda chooni. Kaa kimya. Ile ndege inaenda, watu wote kimya. Ikienda, inaenda, inafika mahala fulani, unasikia imetulia, inavuka haya mawingu, na hii hali ya uvutano huu unapita, inaenda juu. Ikifika kule juu, inasikia hata imetulia, wanatokea tena. Mabibi na mabwana, safari yetu inaendelea vizuri. Sasa unaweza kufungua mkanda. Unaona pale wakati mnaruka huwa kuna alama nyekundu zimeweka XX. Kila sehemu ni X nyekundu tu. Sasa unaona zile alama zinapotea, zinakuja za kijani hapo. Mabibi na mabwana, ndege yetu TC nini inaruka futi 37,000 kutoka usawa wa bahari. Abiria, rubani wetu ni fulani, akisaidiana na watu fulani. Ni wakati mzuri sasa, unaweza kufungua mkanda. Alafu tutakupa viburudisho. Wakati tunaendelea na safari, tapewa viburudisho. Sasa hizo unaonyeshwa, unaweza kutembea sasa, uende. Kama unataka kufungua mziki, fungua mziki. Hizi ziko pale kwenye viti. Sasa unataka kuona chochote, unaweza. Wengine wanalegeza na kiti, wanalala kabisa. Na wakati wengine wanakuja, kama ni ndege zile kubwa zinazoenda nje zaidi, unaona wanakuletea hata na shuka au blanketi kama unasikia ubaridi, na viburudisho vinakuja. Unaambiwa nenda vizuri, unaenda vizuri. Ikikaribia tena kushuka,
Unaona alama nyekundu tena zinatokea, ile za kijani zinapita. Unasikia mabibi na mabwana, tunakaribia kutua katika uwanja wa kimataifa wa international wa Julius Nyerere, Dar es Salaam. Naomba weka kiti chako vizuri, funga mkanda, zima sigara zako hapa. Unaona watu wanakaa vizuri. Ile hali ilikuwa inaanza tena, watu wote kimya, inaanza kushuka, inaanza kuteremka kwa nguvu. Sasa mshiko unasikia utumbo kama unakatika. Watu walikuwa wanaongea, wananyamaza, kimya sana. Ndio maana ni muhimu sana kuangalia wakati safari inaanza. Lazima ukae vizuri. Mwaka huu usifanye makosa. Mwezi huu wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne, ukiangalia hata hali ya uchumi, mara nyingi mwezi huu watu wa kwanza, wa pili, watu unakuta wanatikisika sana kiuchumi, kwa sababu kuna changamoto zinahitaji maombi, zinahitaji kwenda vitani, zinahitaji kupigana. Usikae tu, lazima upigane vita vya kiroho. Lazima uweke msingi namna gani utakabili mwaka huu kwa ushindi mkubwa. Mpe Bwana Yesu makofi mengi. Ile ndege inapokuwa inaenda inashuka ikigusa, saa zingine miguu inakataa. Kuna miguu huwa inatakiwa itoke, saa zingine kitoka unaona inapaa tena, maanake imegoma kutoka, haitui hapo. Watu sasa wananyamaza. Jamani, kama ilikuwa pale Dar es Salaam, unaanza inaenda kule baharini Zanzibar kule, inarudi tena, inajaribu kama miguu inaweza kutoka. Ikitua unasikia maabiria wote wanapiga makofi pa. Mungu ametusaidia. Ilikuwa jana jioni ndege ilikuwa inatua. Ndio maana uliambiwa sasa jitahidi kukaa vizuri, acha mambo ya zamani. Ndege ilitua jana, tulikuwa tunamaliza mwaka, lakini sasa ndege inaruka, inataka kuruka tena. Funga mkanda, kaa vizuri, acha mambo ya ovyo, mambo ya dhambi na vitu. Acha, weka msingi, mtafute Bwana maadamu anapatikana. Kwa hiyo Daudi alifanya kosa. Sasa sikiliza, unajua waliookoka wamngojea Bwana hawatachoka, hawatazimia, watapiga mbio. Vijana watazimia, lakini wamngojea Bwana hawatachoka, hawatazimia, watapiga mbio, wataruka kama tai. Sasa nataka nizungumze habari ya tai kidogo, usikie tai kidogo. Kwa nini watu waliookoka wanafananishwa na tai? Tai ana sifa zake 7 za kipekee kuliko ndege wengine, lakini sitazungumza zote. Nataka nizungumze chache zinazofanana na hiyo ndege. Tai anapenda kufurahia kuruka mahala pa juu sana ambapo hakuna mawimbi wala dhoruba. Mabawa yake anapenda kufurahia, hiyo ndio maeneo yake anayefurahia zaidi. Kwa hiyo upenda kuruka sana juu sana katika anga ambalo ndege wengine hawawezi kuruka. Na wanasema tai ana uwezo wa kuruka futi 37,000 kutoka kwenye usawa wa bahari, kama ndege kubwa hii ya kawaida Boeing ile ambayo inaenda mbali, anaruka umbali ule. Hapendi mawimbi. Na anapokuwa anaruka, akinusa, ana uwezo wa kunusa. Akihisi kuna tufani mbele, anachofanya anaruka juu zaidi lile tufani lipite chini. Mpe Bwana makofi. Kwa anajua hapa chini kuna shida, hapa kuna mvutano, hapa kuna vitu vingi vya upinzani kwenye maeneo ya chini hapa. Sasa sikiliza, tai pamoja kwamba ni ndege moja mashuhuri sana, lakini ana adui yake mkubwa, na adui yake anaitwa kunguru. Kunguru akimuona tai, akimpata, anamrukia na kaa hapa kwenye shingo na anaanza kumdonoa hapa.
ili tai asiruke na ili amuue. Sasa unajua tai anafanya nini? Yeye hashughuliki na kunguru. Yeye anachofanya, anapaa juu zaidi kwenye maeneo ambayo kunguru hakuzoea. Anashindwa kunguru kuvuta hewa. Kunguru mwenyewe anafiatuka kutoka kwenye shingo ya tai, anafia huko juu. Tai halalamiki, anasema kwa nini kunguru anamuuma. Yeye anampeleka kwenye mazingira ambayo anajua hataweza. Mpe Bwana makofi sana. Unajua, ngoja niwaambie, watu wengi, alivyokuwa nazungumza binti yangu hapa moja anashuhudia, wanalalamika kwa sababu wako kwenye eneo la msongamano. Hapa chini kuna msongamano wa watu wengi. Ukitaka uwe salama, ruka juu zaidi kwenye mahala ambapo wengi hawawezi kuruka. Mpe Bwana makofi mengi sana. Mpe Bwana makofi mengi. Usipende kukaa level na wengine wote. Ruka maeneo ambayo wengine wakiruka wanasikia kizunguzungu. Tai huwa anaruka zaidi kwenye maeneo ambayo anaweza kuenjoy, maana yuko peke yake. Sifa nyingine ya tai, jicho lake huwa lina zoom. Zoom manake lina uwezo wa kuvuta mawindo na yakasogea. Akiwa futi 37,000 anaweza kuzoom na akaona mawindo. Mawindo yanapokuwa ameyaona, kitu gani kinafanya? Anapokuwa anakimbia kushuka hivi kwenda kumkamata yule mawindo, kama ni sungura, wanasema huwa anakimbia kilomita 600 kwa saa. Kilomita 600 kwa saa. Yaani anaenda kwa kasi. Alafu anaenda mshika yule hata kama ni nyoka. Yeye haogopi nyoka. Anaweza kushika nyoka. Na unajua kitu gani anafanya? Anaruka naye kwenda juu. Sasa unajua nyoka anaweza kumuua. Akiruka kwenda juu, anamwachia juu kule nyoka. Anamwachia. Yule nyoka anaanza kuruka, anapata kizunguzungu. Anaenda anataka kuanguka, anaenda kumshika tena. Anampeleka juu tena, anamwacha, anazunguka kizunguzungu mpaka nyoka anachanganyikiwa, anaishiwa nguvu, hata akumbuki kwamba anaweza kumuuma. Alafu ndipo sasa anamula vizuri. Huyo ni tai. Mpe Bwana Yesu makofi. Unajua, sikiliza, umeumbwa kwa tofauti sana. Huna haja ya kulalamikia watu. Wewe jifunze. Sikiliza tai. Tai ni ndege wa ajabu sana. Sasa anapokuwa anaruka, huwa zile mabawa yake yale na manyoya yake yanachanika kwa sababu ya upepo. Yanaanza kuzeeka. Na ule mdomo wake huu unaanza kuwa butu kwa sababu anapokuwa anagonga namna hii, huwa kidogo mdomo wake unakuwa butu. Kwa kitu anajua, ana uwezo wa kujua kwamba muda wangu sasa hivi nimeanza kuzeeka. Sasa sikiliza maneno. Akifikisha miaka 40, tai huwa anajua sasa hawezi kuwinda kama zamani, na hata ruka kama alivyokuwa anaruka. Mwanike ameshazeeka. Kwa kitu anachofanya, anapanda kwenye mlima mrefu. Mlima mrefu zaidi, mahali ambapo watu si rahisi kufika. Alafu akifika, anakaa anatafuta jiwe ambayo ni mwamba au mawe ambayo yamekaa karibu hivi. Alafu anaenda analeta anakata miti, anaweka mule ndani, akimaliza anajinyonyoa manyoya yake yote. Alafu anachukua mdomo wake uliokwisha kuwa anaugonga kwenye jiwe lile. Alafu ule mdomo unapasuka, unatoka mdomo mpya ambao una ncha kali. Alafu siku 40 huwa hali amefunga, akitaka kufukuza uzee, anataka tena awe mpya tena. Anaota manyoya mapya, anatoka akiwa kijana tena, na akishatoka tena anakuwa na ule mpya kabisa kama kijana alivyokuwa. Na hapo baada ya hapo anaweza kuishi tena miaka 40 tena. Manake tai ana uwezo wa kuishi miaka 80 hapa duniani. Yaani akiwa bado ni kijana, anakimbia, hazeeki, ni mpya kila siku. Wewe umezeeka kiasi gani? Hata gari huwa inaenda kufanyiwa service, wewe unajiservice. Unajua ukiacha kula ni mashine zote zinazima. Unajua mashine huwa kusaga chakula, kwa mfano
Ngoja niwaambie, kuna wakati unakula nyama unatafuna mpaka na kushinda, unasemaje? Ngoja itaingia, ngoja niimeze tu, itasagika humo ndani. Sasa mimi nikuulize, utumbo ule unawezaje kusaga nyama ambayo jino limeshindwa? Na kweli inasaga. Unajua kusaga chakula ni kazi kubwa sana sana sana. Daktari hapa anatikisa kichwa, sababu daktari, niko na daktari hapa, anajua. Na ndio maana ukila chakula kingi wakati umekula, ukiangalia huo unataka ulale tu. Kwa sababu gani? Damu yote huwa inahama kutoka kwenye ubongo, inatoka kwenye miguu yote, inakuja kwenye mwili hapa tumboni kusaidia mwili kusaga chakula. Na ndio maana unaangalia, unaweza hata kama mimi hubiri, siwezi kukula nikaenda kuhubiri, itashindikana. Sababu huku kwenye ubongo huwa damu hazipo, zote zimeshuka kwenye tumbo. Kusaga chakula sio mchezo. Sasa unapokuwa umefunga, sema kufunga. Unapokuwa umefunga mwaka huu, nataka ufunge, urejeshe, kaa utulie. Umeshazeeka. Watu wengi wamezeeka. Ndio maana hamwezi kuruka jinsi mnavyokuwa mlikuwa mnaruka. Mumezeeka, manyoya yamekatika kwa sababu ya upepo na dhoruba zinazokumbana na wewe. Unatakiwa urudi. Musa alifunga akiwa na miaka 80, siku 40. Alipotoka alikuwa anang'aa zaidi, hata Wayahudi walishindwa kumwangalia. Unataka kuwa mpya? Nenda upumzike kidogo, zima mashine zote zinyamaze kimya. Zima mashine zisisage. Mwaka huu unatakiwa kwenda vitani, mwanzo wa mwaka. Mpigie Bwana makofi. Kwa hiyo tunatakiwa kwenda vitani. Tai. Sasa sikiliza, nataka nimalizie habari za tai. Huyu ndege ni wa ajabu sana. Tai huwa hafi ovyo ovyo. Huwa anajua kwamba wakati wangu wa kufa umefika. Kitu anachofanya, anaruka, anaenda kwenye kiota chake, anakaa mule ndani, anakufa akijua sasa nimemaliza safari. Sasa sisi saa zingine tunashangaa tumesha kufa tu, kwa sababu hata hatujui, hata uagi watu. Ninashukuru mtu mmoja ambaye aliniaga, akanambia, akaja, na sio mimi tu, aliwaaga ninyi hapa. Alikuwa anaitwa Mama Ana Road. Alikuja kwanza kwetu na mama akatuambia, Bwana ameniambia muda wangu wa kuhubiri umeisha, na kwamba sasa narudi nyumbani kwa Bwana. Sasa huyu mama ameanza kuchanganyikiwa, umri umeenda. Akatuaga, akanambia, kwanza nina kazi imefika mwisho. Kwanza alianzia kazi imefika mwisho, Bwana ameniambia niache sasa nipumzike, na maana narudi nyumbani. Baadaye akaja kutuaga sasa, akasema mimi sasa nataka kuwaaga, na haumwi, ni mzima. Mimi nawaaga, nataka kuondoka. Akaniambia, njoo, wewe ndio mwanangu. Akaniita, nikaenda niwani, akaniambia, utanizika hapa hapa, ndio utanizika hapa. Akaja hapa, akapita, akasema nataka kwenda kuaga ndugu zangu pote pale alipofanya kazi. Akaenda Dar es Salaam, akaenda Singida, pote alipokuwa anaenda akaenda kawaaga, sema jamani, mimi sasa hamtaniona tena, kwaherini, mimi naondoka, narudi nyumbani. Sasa huyu mama anasema nini? Akarudi tena, akanambia, sasa nimekuja mara ya mwisho kabisa, sitarudi tena Tanzania. Mama anaongea nini? Bana simuelewi. Ghafla nikasikia mama anaumwa, mama anaumwa. Akasema, mama yule kweli anaweza kufa? Yule kweli, yule alikuwa anakemea shetani namna ile? Hamna. Katuma Onyango na pale Isaac Lucas, sina nani mwingine. Kasema, bwana, mama amelazwa Kisumu pale, nendeni mkamuone. Wakaenda wakamuona, akarudi, wakanambia, mama kwa kweli inaonekana naumwa, sio mchezo. Basi nikasema ngoja niende nimuone mama, nimuombee. Basi nikafunga safari, nimefika Nairobi, pale Kisumu.
Nikaulizia pale hospitali, sema mama alitoka jana, tulimrudisha nyumbani kwamba akae nyumbani, atakuwa anakuja check up. Basi nikatoka pale Kisumu nikaenda Miwani. Nafika pale Miwani, pale kwenye lango, nabisha kwenye lango lake hivi, kumbe ndio mama ameanza safari. Wanakuja wananifungulia, ile naingia namkuta mama huyo anaanza kwenda. Hakuweza kuongea na mimi, amekufa, namwangalia hivi, akaniaga akaenda, wala hakuniona. Nikashangaa, mama ameenda. Jamani, wengine wanajua kwamba karibu wanakufa, wanatengeneza, wengine wanakufa ghafla. Jana nilizungumza, baba yangu aliye mtu wa kwanza kunionyesha habari za Yesu, jana ndiye alizikwa. Jana alikuwa mchungaji, akasema mimi naenda kufyeka hapa nifanye zoezi. Ameenda asubuhi kufyeka, binti yake akashangaa, mbona baba leo amefyeka muda mrefu sana, tangu asubuhi mpaka saa 8 hajarudi. Ngoja niende kumwangalia. Akakuta baba ameanguka, amelala. Kumwangalia hivi, maana baba alishakufa zamani na hata sura imeshabadilika. Kumbe alikufa sijui saa 3. Jua la tangu saa 3 mpaka saa 8 limemchoma, ameshabadilika. Baba alisafiri zamani. Mtumishi wa Bwana ameacha jengo la ghorofa kubwa kama hili, alikuwa hajalimaliza, ameondoka, ameenda kwa Bwana. Tarehe 31 wakati wanapiga kelele, yeye alikuwa anaingia ardhini. Ana miaka mingapi? Bado pengine alikuwa mdogo. Kaka yake mkubwa bado yupo hai, ndiye aliyenipigia, yeye yupo hai. Tulikuwa naye chuoni, alikuwa mwalimu, pengine ana miaka kama mimi, umri huu, ameondoka. Sikiliza, unatakiwa urudi kwenye kiota. Hamjanisikia vizuri? Rudi kwenye kiota, ukae, utoe hizo manyoya yako yaliyozeeka hayo, toa hayo. Na huo mdomo wako tunaona umekuwa butu, na ongea maneno yanatereza ya ovyo ovyo, yanaumiza watu kwa sababu mdomo umepanuka sana. Unatakiwa urudi, toa lile lingozi la juu, ili mdomo wako urudi, ukae vizuri, uongee maneno kwa usahihi, alafu uweze kuruka futi zile 37,000 na uishi zaidi ya miaka. Musa alipoitwa na Bwana alikuwa na miaka 80. Alipoenda mlimani, Bwana akamwezesha kuishi miaka 40 tena, akaishi miaka 120. Tai anapoenda akijifungia siku za kutosha, siku 40, akitoka anaishi tena miaka 40 tena mingine. Mpe Bwana makofi mengi mengi. Hata mimi safari sitaki kuzeeka. Uzee nataka kuutoa. Nimeshajua hivi vitu naweza kuvitoa. Unataka kusizeeke? Rudi kwenye kiota. Toa hayo manyoya ya zamani. Hiyo sura ambayo imeanza kukauka itatoka. Utatoka mpya. Mpigie Bwana Yesu makofi mengi. Na unaweza ukaishi miaka 40 mingine. Miaka 40 mingine. Huwa nasikia kwenye simu watu wanasema, sijui Facebook wasema, sijui ukifanya hivi utaongeza nguzi yako itarudi. Haya ni mambo ya bandia. Kuna njia sahihi. Toa, nenda kwenye kiota. Pumzika kidogo. Tafute Bwana. Mwaka huu unatakiwa uruke zaidi. Futi 37,000 kutoka usawa wa bahari. Mahala ambapo wengi hawafiki maeneo hayo. Utakaa salama katika maisha yako. Mpigie Bwana makofi mengi mengi. Nikaona mbingu mpya na nchi mpya, zile za kwanza zimepita. Tazama, mambo ni mapya. Bwana atafanya jambo jipya katika maisha yako. Hebu simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Mwaka huu ni mwaka wa kuwa na nguvu mpya, ili mambo yatendeke ndani yetu zaidi ya yale ambayo tunayaomba, hata kuyawaza, kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Hilo ndio jambo la msingi sana.
yanawezekana kwake aminie. Ndugu zangu, sikiliza, ardhi bado ni kubwa sana, lakini watu hawarithi. Joshua asema, mbona mdo unaenda na bado ardhi ni kubwa? Kwa nini mnakuwa wavivu kumiliki? Maanake nguvu za kufanya hazipo. Tunatakiwa kuwa na nguvu mwaka huu zaidi za kiroho, na ninashukuru Mungu kwamba Mungu ametujengea jengo zuri ambalo tunaweza kumtafuta Mungu maadamu anapatikana. Inua mikono yako juu.